Waswahili wanasema kutembea kwingi ni kuona mengi, na wanasema pia elimu haina mwisho. Kilimo ndio uti wa mgongo kama ambavyo zamani wa watu wamesema, lakini sisi tunaendelea kujifunza. Hapa ukiangalia kuna mahindi ambayo yamestawi vizuri, lakini pia chini hapa unaona kumepandwa nanasi. Hizi ni nanasi iliyopandwa kwenye mstari. Kwa wale ambao maeneo tulipotoka hamna nanasi, basi hivi ndivyo inavyokuwa. Na ukiangalia hapo ni kwamba mahindi yalianza, yamekuwa kama unavyoona, yanataka yaanze kukauka, alafu nanasi ndio zimepandwa. Kwa hiyo hiki ni mfano wa kilimo mseto, kwamba kwenye shamba moja unapanda mazao ya aina zaidi ya moja. Kwa hiyo ina maana hapa atakavovuna mahindi yake anaendelea kuhudumia nanasi kama unavyoona hapa. Na kwa wale ambao hatujawahi kuona mbegu za nanasi, ni kama hizi unazoziona hapa. Ukipita barabarani kule maeneo ya mkoa wa Pwani utakuta wamerundika mahali ama wamepanga. Kwa hiyo hii ndio mbegu kwa lugha rahisi, na kama unavyoiona hii hapa, hivi ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo hii unaona kama hapa ina mizizi. Kwa hiyo hii unaenda unapanda pale, basi unaendelea kuhudumia, unasubiri nanasi, kwa wale ambao hatujawahi kuona. Kwa hiyo nimeona ni kitu tujifunze kwamba unapolima zao fulani, jaribu kutafuta elimu zaidi, uone ni zao gani jingine unaweza kuchanganya ukapata mazao mawili, wakati mwingine hata matatu kwenye shamba moja. Faida yake ni kwamba utapata mazao mengi kwenye eneo dogo au shamba hilo moja, badala ya kuwa na mashamba mawili tofauti. Lakini pia unaweza kupata kwamba shamba moja, zao moja linatengeneza mbolea au mazingira ya kufanya zao jingine liendelee vizuri au lipate mbolea kutoka kwenye hilo zao. Kwa mfano mazao ya jamii ya mikunde kama kunde, maharage, mbaazi, choroko, hayo ukiyapanda kwenye shamba, ukija kutoa na kupanda zao jingine, yanafaidika kwa kupata mbolea kutoka kwenye mimea ya jamii ya mikunde. Lakini pia hii inaweza kukusaidia uweze kupanda mazao mawili au matatu kwenye shamba moja, na kwa sababu haya mazao wakati mwingine yanapandwa kwenye misimu tofauti ya mvua. Kwa mfano unaweza kukuta mahindi yanawahi kwa sababu yenyewe yanahitaji mvua nyingi, lakini huenda nanasi au zao jingine hata ukichelewa halitakuwa na shida kwenye mvua kwa sababu haihitaji mvua nyingi. Na ndio maana nasema ni lazima ujifunze mahali unapolima au eneo lilopo, tabia ya nchi na hali ya hewa, ili uweze kujua wakati upi ambao unaweza kupanda mazao ya aina mbalimbali. Kama unavyoona pia, kama hapa kuna migomba, na hii nimeiona sehemu nyingi kwamba kwenye mananasi wanapanda na migomba pia hapa na pale kwa ajili ya kupata ndizi wakati wanaendelea kuhudumia hizi haya mananasi. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kuendelea kujifunza. Asante sana kwa kutazama. Kama unatamani kuendelea kujifunza zaidi mambo ya kilimo na ufugaji, basi karibu sana kwenye hii channel. Usisahau kusubscribe na Mungu akubariki. Kwa hiyo zikiwa kwenye hali hii, wanapalilia, zinakuwa, baadaye zinaanza kuzaa kama unavyoona hizi. Kwa hiyo baadaye wanakuja wakishavuna, wakikata hiyo, wanatoa hii humu chini, humu ndo vinatoka vichipukizi vidogo vidogo, vinakuwa ndo vinakuja kuwa kama ile mbegu ambayo nilikuonesha. Lakini vinginevyo nanasi zenyewe zinakuwa kama hivi. Sisi ambao tulikotoka hazistawi. Hii naona ina mbegu. Hapana, hii iko juu ya nanasi. Kwa hiyo kwenye hizi sehemu, kwenye haya matawi kwa chini humo ndo vinatoka vipando au vile vichipukizi ambavyo unaenda kupanda. Kama hii unaona umetoa kama tuseme kama mtoto. Kwa hiyo huyu ndo unamchomoa baada ya kuwa umeshalivuna hili, unaenda kupanda. Lakini huwa vinachomoza vingi sana ukishakata hiyo nanasi yenyewe. Kwa hiyo hii inatoka vichipukizi, naenda unapanda. Kwa hiyo mkoa wa Pwani wanalima sana sehemu inaitwa Kiwangwa, Fukayosi na maeneo jirani na hapo ndio. Kwa hiyo kama walivyokata hapa, unakuta sasa machipukizi haya ndo yanatoka. Kwa hizi ndo zinakuwa mbegu. Unachukua unaenda kupanda, unapalilia, unaweka mbolea, unatunza, unaendelea kulima. Kwa hiyo ndio hivyo.
naendelea kujifunza kila siku mambo mapya. Elimu haina mwisho. Kwa hiyo kama unapenda kuendelea kujifunza kilimo cha aina mbalimbali na ufugaji bora, usisahau kusubscribe, na Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama.